Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba yetu, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibu ndugu zangu kwenye kipindi chetu. Ingawa leo tuko wachache, lakini tunaendelea. Leo kuna mvua, pengine wengine wameona ngumu kufika. Pia ningependa kusema kuna mzee wetu aliyepata ajali, na nimesoma kwenye taarifa, pata ajali ya pikipiki juzi, nafikiri juzi. Tumuombee. Jana nilimuona na alikuwa sio hali mbaya, ni nzuri tu. Ingawa unajua jeraha lake la kuvunjika mfupa ule mkubwa kwenye mwili wetu, huu mfupa wa paja ni mfupa mkubwa ule, na unachukua muda kupona kwa kweli, na kutokana na umri pia tumwombee kusudi aweze kupona vizuri. Nadhani madaktari wataweza kufanya vizuri, kwa sababu wengi wanapata matatizo kama madaktari nao wanakosea tena, na mfupa au kushika vizuri, kwa complications. Tuombe Mungu amsaidie na madaktari wasikosee na kuleta madhara zaidi. Hilo ndio la muhimu kwangu. Nilipokuwa pale ninaongea naye, amechangamka, sio mbaya sana. Na kwa hiyo mimi naona atapona mapema tu, na imani kwa sala zetu, hata kama ni sala fupi tu, kimkumbuka kwenye sala, naweza kupata hata wala faraja pamoja na familia yake. Katika kipindi cha leo kuna maswali kadhaa niliyopokea. Nashukuru wale ambao wametuma maswali yao. Na mengine hapa sielewi tena kama nimeajibu, lakini hata ninavyoona pengine nimeajibu wala sikumbuki vizuri. Nimejibu maswali mengi, nayo maswali kadhaa hapa. Mengine nimeajibu. Ningependa tu nianze na waliotangulia kutuma maswali haya. Maswali hapo hapa, kuna mmoja ametuma, naona sielewi sasa ni swali moja au kadhaa. Na swali kuhusu, anasema ukisoma katika Biblia, Mfalme Sulemani au Solomon alikuwa na wake 700 na masuria 300. Hiyo ni kitabu cha Wafalme cha kwanza, sura ya 11 aya ya 3. Nasema hiyo ni wazi, tunajua alikuwa ameoa wanawake wengi na masuria wengi. Anauliza swali la kwanza, simulizi hilo ni la kweli? Hatuwezi kudhihirisha kwa
kutoka nje ya Biblia. Kwanza, hakuna thibitisho lolote kwa namna ya kufikia ukweli. Ukweli ni nini? Ni ukweli kama ilivyoandikwa kwenye Biblia. Habari tulionayo ni hiyo. Hatuna habari nyingine nje ya Biblia, isipokuwa katika mapokeo yote yanayosimuliwa, hata katika vitabu vyote vinahusu Sulemani alikuwa na wake wengi, na idadi hii inawezekana alikuwa nao kiasi hicho 700 na masuria wengi kiasi hicho. Lakini kiarkeolojia au kianthropolojia hatuwezi kuthibitisha lolote, kwa sababu hakuna taarifa nyingine katika maandiko ya watu ambao hawako katika Biblia. Extra biblical sources hakuna. Hatuwezi kusema kwamba ni kweli au hapana, isipokuwa kinachoandikwa kwenye Biblia mara nyingi inaweza kuwa ni kweli, au pengine wanaweka, tunaita ni hyperbole, manake yanatiwa chumvi kwa ajili ya kufundisha. Tukujue hilo, naweza kuwekwa chumvi ili kufundisha jambo fulani. Lakini tuchukulie Biblia pia kama ni kasehemu kana historia fupi. Kuna historia fupi ya kweli kuhusu matukio fulani au mambo fulani kwenye Biblia, mengine yakatiwa chumvi katika mapokeo ili kutoa fundisho. Hiyo ndio naweza kusema. Lakini hakuna independent source, naita secular source, yani ya nje ya Biblia. Hakuna maandiko yanayoeleza mambo mengine. Kila wakati wanapoeleza juu ya Sulemani, anachukulia haya yanayosemwa kwa Biblia kama ni ya kweli. Leo tujue, tusije tukadhani kwamba utaweza kuchimba ukatafuta kama yalibaki makaburi ya wake zake, au ndio arkeolojia inatafuta labda makaburi ya wake zake, au katika ile tunaita makao ya mfalme, kama yalikuweko wanawake 700 wamehesabu, au na masuria hao 300 walikuwa na makaburi wakahakikisha. Hakuna taarifa kama hizo. Neno tujue hili. Kwa hiyo swali hili la kusema ilikuwa kweli au uongo, lazima tuchukulie yale yaliyosemwa kwenye Biblia kwamba hayo ndio tulionayo. Na kwa kweli Biblia haina sababu ya kutia chumvi kitu hicho, kwani wangeweza kusema hata namba yote ile. Lakini kusema hivyo ni kwamba kifupi tu kwamba Sulemani alikuwa na wake wengi sana. Yaani kifupi hilo fundisho. Wanawake wengi sana na masuria wengi sana. Na lengo lake ni nini? Kwa nini, hata kama ni kweli au si kweli, anataka kutuambia nini katika kuwa na wake wengi namna hiyo na masuria wengi namna hiyo? Lengo la Biblia ni kutuambia lileta madhara katika jamii na katika mafundisho ya Mungu kwa kuwa na wake wengi namna hiyo. Madhara hayo ni yapi? Madhara hayo ya kwanza ni familia kuwepo na ushindani ndani. Hiyo ni madhara ya kuwa na wake wengi. Family rivalry, yani ushindani katika familia, ambayo si hali nzuri. Ukianza familia kuna ushindani na mafarakano ndani ya familia kwa sababu ya hao wake wengi. Wa mama wale wanakuwa wanashindana wenyewe kwa wenyewe, na watoto wao wanaleta pia ushindani kati yao, hata magomvi, rivalry. Hiyo ni madhara negative. Hakuna mahali ambapo
katika Biblia imeonyesha kuna positive consequences kwa kuwa na wake wengi. Daima katika Biblia imeonyesha kwamba polygamy, yani kuwa na wake wengi au masuria hao kama Suleiman, ina negative impact na negative consequences, yani matokeo yake ni negative, ni hasi. Hajaeleza kwamba kuna matokeo chanya, ni hasi unapokuwa na wake wengi. Na mojawapo ni mfano wa huu wa Suleiman. Kwanza, ndani ya familia ilikuweko malumbano, rivalry. Pili, ileta kuwa na amani katika familia, kutokuwa na amani, dysfunction, kutokuwa na amani na utulivu kwenye familia yenye watu wengi namna hiyo, mchanganyiko huo. La tatu, hasa kwa Sulemani hapa, ni ilileta idolatry. Idolatry ni nini? Ni kuvurugo katika imani. Idolatry ni kuabudu sanamu na miungu ya uongo, na hili ni fundisho kubwa lililotoka kwa Sulemani. Idolatry ni imani kwa miungu mingi na miungu ya uongo, kuabudu sanamu na miungu ya aina hiyo. Wake wa Sulemani walimletea madhara makubwa, hasa mpaka yakavuruga imani yake kwa Mungu. Hiyo ndio imani ndio ileta madhara makubwa mpaka ikaleta kugawanyika kwa utawala wa Daudi. Utawala wa Daudi, the kingdom of David. Daudi aliweka taifa moja na lilikuwa strong, lenye imani nzuri, imani kwa Mungu Yahweh. Lakini Sulemani aliruhusu wale wakina mama, kwa sababu ya passion yake na mapenzi yake kwa hao wakina mama, aliwaruhusu waje na miungu yao. Na hao wakina mama walitoka katika imani mbalimbali za kipagani, walikuja na misanamu yao, wakaja wakamuomba wajengewe hata shrine, yani vihekalu vidogo vidogo, waweke miungu yao. Sulemani alipata upinzani, akaambiwa, kwa nini unaruhusu mambo hayo? Yatavuruga watu wa raia wako, watavurugwa kushika imani yao kwa Mungu mmoja. Sasa watavurugika wakiona wewe unajenga vialtari na visanamu, unawejengea vihekalu, temples, small temples or shrines for their gods, kwa vimungu vyao. Wanaweka visanamu, wanaenda kufukizia ubani kwa vimungu hivyo. Watu wanashangaa, sasa Mungu wa Israeli analinganishwa na visanamu hivyo? Hapo ndio kosa la Sulemani, na aliletwa na kukubali kuwa na mahusiano ya karibu na kuvutwa na mapenzi ya kimwili kwa hawa wakina mama. Hakuweza hata control tena, aliwaruhusu tena, aliwapa pesa wajenge hivyo shrine vyao, vialtare vyao na vihekalu vyao vidogo vidogo huko. Kwa hiyo utawala wa Sulemani ulijaa vihekalu vidogo vidogo, temples and shrines all over the countryside, kwa ajili ya wake zake. Aliyetoka Sidoni anajengewa, aliyetoka Tiro anajengewa, alitoka Phoenicia anajengewa, alitoka Ashuru anajengewa, aliyetoka Misri anajengewa. Alikuwa na wake kutoka makabila hayo, wa Kanaani, kutoka Waakade, Wahititi, walijengewa, sababu wake hao hawakuwa wote ni Waisraeli, ni wachache tu. Matokeo yake ndio hayo. Sasa tunasikia Mungu alimwadhibu vibaya, watoto wake wakaanza upinzani, kwanza ufalme wake. Yeroboam ambaye alikuwa jenerali wake akajitenga, akaanza ufalme wa kaskazini. Akasema, sisi hatukufuati, wewe unatuambia tujenge
tujenge hekalu la Yerusalemu kwa Mungu huyo wa Waisraeli, sisi hatumhitaji. Kwa hiyo jenerali wake Jeroboam akawa na utawala wake kule kaskazini, akamwambia tukifika huko tunakupiga, tunakumaliza. Kwa hiyo sasa utawala ukawanyika, yeye akabaki na kiufalme kidogo cha kusini Yudea, ambapo Rehoboam mtoto wake ndiye alibaki anatawala. Makabila mawili tu, Yuda na Benjamin kule kusini. Wale wote wengine wakabaki kaskazini, wakamfuata Jeroboam, na matokeo yake utawala wa Daudi ukagawanyika sehemu mbili, na msingi wake ni wale wakina mama aliokuwa amekusanya huko. Akachukua wanawake zaidi ya 700, wote anataka kuwaridhisha, kuwafurahisha, na akasahau msingi na madhara yatokanayo na jambo hilo. Na yeye aliulizwa akasema, no, why would you worry? Sisi tuna hekima, tunayo Mungu wa Israeli. Tunajali tukiwajengea hii mambo ya upumbavu ambayo sio Mungu wa kweli. Sulemani hakuamini hiyo miungu ya uongo. Hapana, hakuamini. Alikuwa na busara kubwa sana na aliona na akili kubwa sana kwamba hata watu wake, yani Waisraeli, hawatafuata miungu hata wakijenga hapo mlangoni. Kama simwamini mimi, namwamini Mungu wetu. Hii ni miungu ya uongo, kwa hiyo hata wakijenga ni upumbavu tu, tutawaona ni wajinga. But it had ilikuwa na negative impact. Watu wakaanza kupotoka katika imani ile ya Mungu, kwa Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Wakaanza kupotoka. Ni madhara. Yeye aliamini kiakili, kibinadamu, with human wisdom, kwamba watu wataona rationally, they would see this is useless. Lakini sio wote waliona imani kubwa kama hilo. Na ndio maana hata tukisoma Mtakatifu Paulo alikuwa na shida hiyo pale alipokuwa huko Korinto. Anawaambia kwamba muangalie, sio wote walio strong katika imani kama kama mimi au wewe. Tuchunge kile tunachofanya na kusema mbele ya watu. Alisema hivyo Paulo katika barua yake wa Korinto sura ya 11 nadhani. Anawaambia msifanye tu kwa sababu wewe unajiamini. Tuangalie wale dhaifu kati yetu, tunachofanya kinawakwaza. You see, that is Paul. Matendo yetu yasibaki tu kwa ajili yetu. Hapa nazungumzia kuhusu wale wanaokula nyama zilizozongwa kwa miungu ya sanamu. Where is that? Nazungumzia sio sura ya 11, nafikiri ni kabla. Hapa nazungumzia swali hilo. Paulo anatoa mafundisho hayo. Yes, sura ya 8 actually. Na naongelea swali hilo la kuangalia matendo yetu yasikwaze wengine. Akasema kuna watu wana weak conscience, kuna watu wenye dhamiri dhaifu kati yetu. Ndio, tunaamini wote ni Wakristo, wote ni Wakatoliki, lakini uangalie unafanya jambo fulani mbele ya nani? Kwa watoto? Kwa watu wenye msimamo kamili? Au watu walio vuguvugu, wasioamini, au wasioelewa, wasiofahamu dini yao sawa sawa? Ukisema mambo fulani yanaweza kuleta madhara kwa wao kuanguka. Na Paulo anasema I would not do it even if it is my right. Hata kama ni haki yangu kufanya kitu, sitakifanya kama naona kitu hicho kitaleta madhara hasi kwa watu wangu, kwa rafiki yangu, kwa ndugu yangu. Nitajitolea, nitaacha. Kama mimi kunywa pombe, nikienda kanywa bia moja pale Msamvu, I don't know wherever you may find yourself, ukaona nikinywa pombe hii nitamkwaza huyu ambaye anafikiri kwa rezma
sio kipindi cha kunywa pombe, basi nisinywe, nitaacha kunywa kwa sababu ya ndugu yangu. You see, hiyo ndio the clearance of conscience according to Paul. My freedom, nitazuia uhuru wangu kwa ajili ya ndugu yangu, nisimpotoshe. Paulo anarudia hilo swali hata kwa Warumi, the weak brother, anawaita the weak brother and the strong brother. Kama mimi nafanya hiki kitu kwa wataka wenzangu au waumini ambao wana imani nzuri na wanaelewa msimamo walionao ni thabiti, nikinywa bia mbele ya mama hapa, yeye anaona hii sio, haiwezi kumletea madhara katika imani yake. Lakini nikienda kufanya hivyo kwa watoto na wameambiwa Kwaresma ni kufunga, alafu mimi wananiona nakula tu, sasa huyu tulifikiria atafunga, sasa padri anakula tena namna hii, tena nyama nzuri mpaka mafuta anacho. Sasa unakwaza. Kwa hiyo the same applies kwa wakati huu. Sulemani alichofanya, alikwaza, na ndio maana wametia chumvi pengine kwamba alikuwa na wake wengi kiasi hicho, ambapo huwezi kuimagine how he would even angewajua namna kama yule mfalme nani anaitwa yule wa kule Swatini, Mswati, ule jamaa kila mwaka anaoa mke mpya. Sasa walimuuliza, akasema sometimes I live in, nasahau majina yao alisema, walimuhoji hapa, alikuja hapa akamhoji, unajua Waswahili tena, do you know all their names? Akasema sometimes I forget na watoto, akasema surely, ningeangalia sura sometimes naweza kufikiri ni mtoto wangu, lakini pengine is not. Kwa hiyo madhara ni makubwa. Kwa fundisho hili nasema neno hilo pengine ni muhimu sana kwa watu kama watu wanaozungumzia mambo ya Mungu. Usiseme ni hivi, unajuaje? Tunatumia neno pengine au inawezekana. Kwa hiyo hapa natumia neno hilo hilo pengine. Hapa simulizi limetiwa chumvi. Pengine alikuwa na wake 7 wakafanya 700, au alikuwa na masuria 3 wakasema 300, ili kutoa hilo fundisho. Madhara ya kuwa na wake wengi is not always in the Bible. Daima ni mtu wa kwanza kuwa na wanawake wengi, polygamist wa kwanza alikuwa Lamek. Tunajua yule mtoto wa Seth alikuwa Lamek, ndio wa kwanza, mwanadamu wa kwanza. Lakini Adam alibaki na mke mmoja, Eva, na hata Seth alikuwa na mke mmoja. Lakini yule Lamek alikuja kuwa na madhara yake. Lamek alikuwa ni mtu wa kivita, alikuwa ni mtu ambaye ameleta utengano, rivalry, na kwa hiyo hata madhara yake yanaonekana. Ndoa anaeleza swali la pili kutokana na hiyo simulizi la Sulemani kwenye hichi kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 11. Anasema ndoa ya Kiyahudi ilikuwaje na iliruhusu mwanamume kuoa mwisho wake wangapi? Mwisho wa wanawake wake wangapi? Mwisho alisema kuoa mwisho wake wangapi? Wake wangapi? Auliza ndoa ya Kiyahudi ilikuwa polygamous. Hakuna sheria inayosema mke mmoja. Najua sheria imekuja baadaye. Na hata katika sheria, katika amri za Mungu, hakuna kipengele cha uoe wake wangapi. Isipokuwa tunaambiwa tusiwe na wivu kwa mke wa mwenzio. Usiwe na kwenda kuingilia ndoa ya mwenzako. Alafu tusiwe wazinifu. Hiyo ni sheria ile naeleza waziwazi. Adultery na pia covetion, yani kutamani mke wa mwenzako au bwana wa mwenzako. Hayo yanaelezwa kwenye amri za Mungu, lakini ilikuja baadaye. Kabla ya hapo
Hakuna amri yoyote inayohusu ndoa. Kwa hiyo tunatambua na kuendana na simulizi la mababu wa Waisraeli, the patriarchs, yaani kuanzia Abraham tukienda kwa watoto wake wote, yaani Isaka na Yakobo na wengine wote walikuwa wanaoa wake kadiri ya uwezo ulionao. Ilikuwa ndio sheria kwamba unaweza kuwatunza, una utajiri wa kutosha, unaweza kuwahudumia hao unaowaoa, na hivyo ndio kigezo tu. Otherwise waliruhusu idadi yoyote ile. Kama wewe una ng'ombe 10,000 alafu kagawa kila mke akapata 100 na mbuzi kadhaa na nini, na wana shamba lao na unaweza kuwatembelea uko kuwa na mahusiano nao, it's all right. Kwa hiyo hakuna sheria katika Biblia mahali kabla ya amri, hata zile amri zenyewe haziweki kiwango. Kwa hiyo kigezo kilichofuatwa kwa Wayahudi ni uwezo wa mwanamume, nafasi alionayo, waliruhusu. Na kwa hiyo utakuta hata Yakobo alikuwa na wake wangapi? Sio 4 au 3? Wangapi? Sasa mnasahau hata majina yao tena. Wangapi? Ndio, ni wake zake au wafanyakazi, masuria hao au whatever you may call them. Kwa hiyo walikuwa na nafasi kadiri ya utajiri. Hata unasikia Abrahamu alikuwa na yule Haga pia alizaa naye kadiri ya nafasi, lakini yule mke wa kwanza ndiye alikuwa na mamlaka, alikuwa na nafasi ya uamuzi pia, hakudharauliwa, alibaki kuwa mke wa kwanza kama Sara alivyokuwa. Na pia kama tunajua Sara alileta matata kwa Abrahamu vibaya sana, ingawa alimruhusu mwanzoni, lakini baadaye alikuja kufukuza Aga na Ishmael, mambo yakawa mabaya. Unaona kauli za yule mama wa Isaka, mke wa Isaka alikuja kuleta matatizo ya Yakobo na mwenzake nani, hao wote walipata matatizo, lakini yule mke wa kwanza alikuwa na kauli katika familia. Hata wangekuwa wangapi, hata hivi katika mazingira ya Waafrika, mke wa kwanza hata leo anakuwa na nafasi ya pekee katika ndoa ya wake wengi. Ana nafasi kubwa, na hata wake wengine wanapaswa kumheshimu, na wengine wanamuita mama yao ingawa sio mama yao kuzaa. Kwa hiyo katika Biblia hakuna kipimo cha namna hiyo. Kwa kuwa wake 700 alitenda dhambi mbele ya Mungu. Dhambi, maana ya sin, dhambi ni kitu ambacho unavunja amri iliyowekwa na Mungu na kuwa dhambi. Sasa kama hakuwekwa amri iliyoweka kiwango hicho, hakuvunja. Paulo anatuambia sin, dhambi ilikuja ulimwenguni kwa sheria. Paulo anatuambia katika barua yake kwa Warumi sura ya 5, dhambi iliingia ulimwenguni wakati sheria ilipowekwa. Kabla ya hapo, dhambi utahesabu dhambi kwa kufanya kitu gani? Kwa hiyo wakina Adam na Eva walifanya dhambi kwa sababu Mungu aliweka sheria ya kutokula ule mti wa katikati ya bustani. Walipokula wametenda dhambi. Kama dhambi ni kuvunja sheria iliyopo, otherwise hakuna dhambi. Na kwa hiyo tumesema katika Biblia hakuna sheria iliyokataza kuwa na wake wengi, hakuna sheria. Kwa hiyo hawakutenda dhambi, naeleweke hivyo. Hawezi kusema kutenda. Sasa Kristo alipokuja akageuza mambo, hapo ndio dhambi nakuja. Anatuambia unavunja ile amri ya 6 ya Mungu, unatenda uzinzi.
na hata ukimchukua yule ambaye ameachwa, umetenda dhambi. Kwa hiyo sheria ilishawekwa kutoka Agano la Kale, ile pale Sinai. Agano la Sinai limetuletea sheria hiyo ya amri ya 6. Ukifanya kitu ambacho ni nje ya mkataba ule wa ndoa, unatenda dhambi. Na Yesu anasema kiasili Mungu alituumba mtu mmoja na mume mmoja, mke mmoja na mume mmoja. Natuambia, na ndivyo ilivyo. Hakutuumbia wanawake wawili. Alipomuumba Adamu katika sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo aya ya 26 na 27 na 27, hakusema kwamba ameumba mwanamume mmoja na wake wawili au mke mmoja na wanaume wawili, kwa sababu kuna polyandry na polygamy, sivyo? Kwa hiyo unaweza kuwa na wanaume wawili, ambapo ni very rare, mwanamke kuchukua wanaume wawili, watauana. Wanaume ni aggressive, ni viumbe vingine kabisa hivyo kwa asili. Kwa hiyo ni wao ndio wanaoongoza familia. Sasa Adamu alipewa mke mmoja tu, na hata ukisoma kitabu cha Mwanzo pale kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 17, alimuumba ni 17 aya 17, alimuumba Adamu akatoa ubavu mmoja, sio alitoa mbavu mbili akumpa wanawake wawili, alimpa mmoja tu. Sasa wewe unaenda kutoa ubavu wa watu. Kwa hiyo kisheria Mungu amewakumbusha kwenye sura ya Injili ya Mathayo sura ya 19, anatuambia kwamba Mungu alipoumba kiasili alituumbia mtu na mkewe, na ndivyo exclamation, ndio furaha iliyokuwa ya Adamu pale. Sura nazoea kufungua tofauti, ile sura ya 2 anatuambia maneno ya Adamu, anasema hapa kwanzia aya hii tuseme ni kutoka sura ya 2 aya ya 23. Hapo Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa wangu kutoka mifupa yangu, ni nyama kutoka nyama yangu. Huyu ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa sababu hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mke wake, nao watapata kuwa mwili mmoja. Kwa hiyo hii ndio Yesu anatukumbusha kwenye ile sura ya 19 alipohojiwa kwamba sasa mkwaje, huyu ameacha huyu akafanya hivi na hivi, akasema wanamwambia mbona Musa aliruhusu watu watoe talaka, swali la talaka. Akasema alitoa talaka kutokana na ugumu wa mioyo ya watu, na kama ya Sulemani ni ugumu wa moyo wake. Tuendelee mbele. Yes, swali la kauli ya Yesu hiyo kwamba mtu asimuoe mtu aliyeachwa. Tunajiuliza kanisa liko kiasi gani sasa hivi tunafuata huu utaratibu? Sijajua kwa mfano sasa hivi mtu anakupa dini ya jana na mtu mwingine huko nataka nifunge ndoa. Hiyo ni makosa tu. Kanisa liko strict kiasi gani sasa hivi? Ni strict sana, kama kanisa Katoliki, maana unaosema kanisa Katoliki. Hao wengine kwa mfano naitwaje, wale ambao kuna dhehebu moja huko, wanawake tena ndio wana usipoa wengi, wewe unakuwa sio muumini wao. Hiyo ni makundi tofauti, lakini kanisa ni wazi. Huwezi kusema kwamba umefunga ndoa na mwanamke ambaye aliolewa na mwingine alafu ukafunga ndoa naye. Haikubaliki, haipo. Mimi kwa nini nauliza swali hilo?
labda una historia nyingine, lakini kisheria huwezi kuja kuandikisha ndoa na mke wa mtu, haiwezekani. Ndio maana tunaweka bans pale, kama huyu bwana na mke mwingine huko, hata kama hajafunga ndoa, wanaishi pamoja, ile kuishi pamoja, kwa sababu kisheria sijui ni miaka mingapi unapaswa kuishi. Ukiishi na mwanamke muda fulani na kuwa mkeo kisheria, sio? Ni miaka mingapi? Miezi 6 tu Naona sasa ukimweka suria miezi 6 ni mke wako. Kwa hiyo ukipatikana, ndio maana tuweka pale, na imetokea mahali fulani kwamba wakati wa ndoa mwanamke amejitokeza au mwanaume amejitokeza akasema huyu ni mke wangu bwana. Jamaa anatoa mate pale, unapata matatizo. Au mmoja kati yao anajitokeza anasema huyu mimi nakataa, hii ndoa ni batili, hairuhusiwi kwa sababu huyu ni mke wa fulani, na mimi nimeshavunja ndoa moja kwa namna hiyo. Mimi mwenyewe vunja ndoa moja ikaenda mpaka Roma huko, wakati ule ilikuwa itakiwa iende Roma. Sasa hivi imebadilika sheria, askofu anaweza kuamua hapa, the local bishop can also decide to break or to invalidate marriage kama kuna uthibitisho wa kutosha. Kwa hiyo wakati ule nilikuwa ni lazima niandike na niote na documents zote na kupeleka Roma. Kwa kazi kweli, na nilikuwa nafanya kazi chini ya Rugambwa, Kardinali Rugambwa, nikampelekea process mpaka Roma. Ikaja kwamba hii ndoa ni haipo. Basi tukamwambia yule bwana, wewe ulikuwa na mke huko na una watoto 3 na huyu mama, alafu unakuja huku unadanganya binti za watu kwamba huna wewe na wewe ni msafi wa moyo, ni bikira pumbavu. Tukamwambia kwamba hakuna ndoa hapa, na yule mama aliondoka, na tukamgombeza pia kwamba yeye perhaps she also knew, alijua pia kwamba huyu bwana ana mke, alikuwa na mke na hawajavunja ile ndoa, na kwamba alikuwa na familia mahali fulani. Sasa ndoa ile ikawa batili, na kwa kweli walipovunja ndoa, yule jamaa sijui alirudia mke wake, lakini yule mwanamke alienda kufunga ndoa na mtu mwingine, si wapi huko, lakini mimi nimeshaondoka, nimeshaenda mbali. Yes. Ninaomba niongezea kwenye kuhusu mke mmoja na mume mmoja alipouliza swali la kwanza, je, akitenda dhambi, wanaoelezea kwamba hiyo sheria haikuwepo. Hakuna talaka katika kanisa. Sasa kuna ambacho umeelezea hapa kuhusu mwanzo kwamba sheria haikuwepo, lakini Yesu baada ya kuja kwenye hiyo Mathayo sura ya 9 ndo anakuja kuweka hiyo sio sheria. Iko, nimesema iko katika kitabu cha Ten Commandments. Haipo kwenye amri za Mungu. Iko Ten Commandments. Musa aliruhusu, lakini sheria ilikuwepo. Yaani inamaanisha ya mke mmoja na mume mmoja. Hapana, hiyo hamna. Hamna. Sasa lakini Yesu amekuja kuweka msisitizo. Sawa. Mimi nataka kuongelea hiyo sura ya pili, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 ya 24, kwamba pale anaposema kwamba naye mwanamke atamwacha mke wake na mwanaume atamwacha mke wake, nao watakuwa mwili mmoja, yani mwili mmoja. Ndio. Sasa huwa naitafakari kwamba inaweza isiwe amri, lakini mbona kama Mungu alikuwa ameshaweka tayari, kwa sababu kama wameumbwa wameenda kuwa mwili mmoja na mke, yani mwili mmoja au wawili wanakuwa mke mmoja. Hasa ikitokea mwanaume labda akaongeza mke wa pili, hiyo mbona kama imeshagawanyika tayari hiyo, kwa sababu hapa imeandika vizuri kwamba hao wawili nao hao wawili watakuwa mwili mmoja. Yeah. Sasa
ni kweli Mungu kwenye amri zile aimo ya kusema kwamba, lakini aliweka hiyo kama msingi. Kwa hiyo ndo mimi sasa naeleza mimi ninavyotazama kwamba Mungu tayari msingi upo kwamba. Sasa nikueleze hivi, amri ni kitu unaita promulgation. Hakuna amri bila kutangazwa, ila inaweza by nature, kuna mambo ambayo tunaishi, hata kuvuta hewa hakuna amri ya kuvuta hewa hakuna amri ya kula, lakini unakula kwa sababu nature demands, na ni mpangilio Mungu alioweka, na sio amri, ni mpangilio. Unaelewa? Amri ni lazima iandikwe, inaitwa promulgation. Wewe unajua, yes, it has to be promulgated by legal authority, na ndio inakuwa amri. Yes. Sawa. Sasa hapo haijakuwa promulgated. Hili ni exclamation. Tunaita exclamation, ni furaha ya hapa, sio amri. Hapa ni Adamu alipoona ameletewa yule mwenzake akafurahi, akaruka na kufurahi. Ile inaitwa normal, I said a natural exclamation. Yeye alikuwa anaishi mwenyewe kwa uchungu. He could not relate to any of those animals around him. Akapewa hata kuwapa majina, it didn't help. He could not communicate with those creatures. But now he has something which belongs to him, na they share the same body. Na kwa hiyo sasa alifurahi. Sasa ile sio amri, ile ni natural orientation which is given in ourselves, ipo ndani mwetu, na hiyo ndio msingi wa ile amri baadaye. Sawa sana. Jambo jingine sije kabla tujama kuhusu Sulemani mwenyewe sasa, kwamba kuhusu sasa tumeangalia hiyo tabia na vile vitu alivyofanya, kuwa wanawake wengi na madhara yake. Sasa nikirudi kwenye ile kitabu cha Wafalme sura ya 4, tunaona alivyoomba hekima. Mungu anasema alifurahishwa na lile ombi lake, uchaguzi wake, na akamwambia kabla yake na baada yake hatatokea mtu mwingine mwenye hekima kama yeye. Sasa swali langu, au labda na la wengine waliko hapo, kwamba ni kweli sasa huyu mtu ambaye ana hekima kabla yake kuliko wote na baada yake, na ni kweli ni kwa matendo hayo aliyoyafanya, ni kweli ndo mtu pekee mwenye hekima kiasi hicho, au hapana? Au labda kama ni hivyo, ulipofundishwa kwamba labda hata kama umepewa hiyo hekima, usipoangalia hekima yako kwa ubinadamu wako, hekima haiwezi ikakamilika kwa binadamu, itakuwa na mapungufu kwa haya ambayo tunayaona kwa Sulemani, au hapana? Asante sana, ni swali zuri kweli. Tukijaribu kuangaza hapa, je, hekima ndio au uelewa? Hekima ina uelewa mzuri ulio balanced, kwa sababu hekima inatokana na kuelewa kitu vizuri na kujua nafasi ya hicho kitu katika ujumla wake, ndio hekima. Unaweza kuwa na akili lakini una hekima, kwa sababu unashindwa kuona ujumla wake. Na sio kwamba msomi ana hekima. Wengine wameanguka kwenye mitaro kwa amelewa pombe mpaka hawajielewi, ni maprofesa. Wengine wamefia kwenye mapipa huko. Yes, I have my own relatives who died. Profesa tena si mmoja, wamefia kwenye vilabu. Sasa unajiuliza, mtu msomi namna hii, because there ni elimu ikitofautiana na hekima. Kuna wazee ambao pengine wamesoma tu hata hawajui kuandika, lakini wako na hekima, yaani kuweza kuanisha mambo yanavyotakiwa, ndio hekima. Sasa Sulemani alikuwa na hekima ya kimungu, na aliweza kuelewa mambo yanavyopaswa kuwa na yanapaswa kuendeshwa kwa hekima, na aliweza kubalance mambo. Manake wisdom is in the middle, ni temperance, ni kuweka vitu katika mpangilio na katika vipimo vinavyostahili.
ndio hekima. Sasa Sulemani alikuwa na uwezo wa kuona mambo hayo vizuri. Hata ukisikia ile simulizi lake la kuamua kesi ya wale wakina mama wawili na mtoto wao, unaona hapa alitumia hekima sana, namna ya kumkamata yule ambaye alikuwa sio mama halisi wa yule mtoto. Tumia hekima sana, ndio inaonyesha hekima ya Sulemani. Hata yule mama wa Sheba Malkia alikuja kaadmiti kwamba kwa kweli huyu bwana alikuwa na hekima sana, sawa. Lakini hekima ya uliopewa, hata kipaji ulichopewa, vipaji vyote ulivyopewa, ukijisahau ukaanza kutumia kumtoa Mungu katika ile hekima, ukamwondoa Mungu pale, ukaanza kuogopa, kutokuwa na hofu ya Mungu. You see, hofu, the beginning of wisdom is fear of the Lord. Woga, hofu ya Mungu ndio mwanzo wa hekima. Sasa Sulemani alipata kama kujisharua, yaani manake unajifanya mimi hakuna kitu nimesema hapo mwanzoni. Kwa nini aliruhusu hata kujenga vihekalu na shrines kwa wake zake? Aliamini kwamba wote wana hekima kama yeye, wanatakuwa na uelewa wake. Yeye alikuwa ni excel, ana hekima. Kwa hiyo hakutetereka, hakuamua kuenda kuabudu hiyo miungu. Hapana, alidharau, lakini aliruhusu. Kama mtoto mdogo anasema nitengenezee kibanda, unamtengenezea, lakini this is hopeless. Ni vitu vya upumbavu tu, wewe uko juu ya vitu kama hivyo. Alifikiri wote wataenda kama nilisema. Hata hiyo sura ya 8 iliyosema kuhusu ya barua kwa Wakorinto, ya kwanza wa Korinto, Paulo anasema mimi sijali kula nyama zilizozongwa kwa miungu ya uongo huko, siogopi kula chakula hicho. Hata wakileta na wakinipa, kama simkwazi mtu, mimi natandika tu. Na hapa nikasema hata sisi, wakati wewe unaelewa kwamba ni sawa tu kama kuna mambo fulani ni wakati wa Kwaresima, lakini nina njaa sana na imeshindikana, mimi naingia hapo restaurant, natandika wali sawa, naenda zangu. Lakini akiwepo mmoja naangalia hivi, ngowi atakula kweli ile kitu ile, sasa nitamkwaza, nasema na sacrifice my freedom for the sake of my brother's conscience, kwa ajili ya dhamiri. Huo ndio Paulo anasema ndio hekima. Sasa Sulemani alikosea kwa kujiamini. Yes. Na kitu kikubwa ambacho kinatuangusha ni kujiamini kipumbavu. Unajiamini kiasi kwamba unaona huhitaji tena kujifunza. Hutaki hata kumsikia mwingine. Huwezi hata kufikiria mwingine yukoje hali yake. Because you presume, unadhani kwamba wote wako sawa, tuko sawa na wote. Unasahau hali ya mwenzako, kipimo gani ufanye. Kwa hiyo hekima ya Sulemani ilikuwa kubwa kiasi kwamba alisahau kwamba sio wote walio kama yeye, wengine ni dhaifu. Hapo akakosea. Kwa hiyo Sulemani alikosea, ingawa alikuwa na hekima. Pia tuelewe, kuwa na hekima kubwa sio kuwa mtakatifu, kwa sababu ni vitu viwili tofauti. Uelewa na utendaji ni vitu viwili tofauti. Inaeleweka hivyo, sio? Utendaji, moral stand, moral integrity ni vitu tofauti na uelewa. Unaweza kuelewa kitu ukashindwa kukiishi. Unaweza kuwa una kila kitu, you understand, and ndio maana Yesu alisema pia katika wakati ya mafundisho yake, alisema wale waliopewa zaidi watasulubiwa sawasawa siku ile ya mwisho. Na ndio maana mara nyingine nasema mimi najua mambo mengi, nitapata matatizo makubwa. Kweli nimeshawaambia darasani, huwa nasema nimeshatayarisha magodoro machache ya kuweka,
maana nitapata bakora nyingi sana, sababu wewe unajua. Sasa sometimes we fear, tunaogopa kweli kujua mambo mengi, naleta matatizo na basi unasema yeye ameruhusu, sasa tafanyaje? Kwa hiyo ni hapa tutofautishe katika utendaji wa Sulemani na hekima aliyokuwa nayo. Ni vitu tofauti. Unaweza kuwa na hekima lakini huiishi ile hekima. Sulemani alikosea pale, huishi hekima. Anaweza kuwa na hekima, uelewa na utambuzi wa mambo, na yeye aliomba hekima ya kutawala watu wake sawa sawa. Ndio alikuwa na hekima hiyo. Alikuwa na hekima ambayo hakuna mwingine ambaye aliwahi kuwepo na atakaye kuwepo. Lakini utendaji kosea kabisa, naenda kuleta matatizo, na hata akasahau kwamba angewaambia ukija kwangu mimi mama, wewe utakuwa unaenda kule kwenu mkaabudu, sio hapa. Lakini sasa akawajengea, najua nakupenda sana, mambo mengine za shida. Basi ndio hivyo ile. Tuendelee mbele. Ndio, karibu. Mazingira kwamba alikuwa na hekima, lakini mazingira ya kuwa na wale wake wengi, tunaweza tukafikiria sisi tumesimama, lakini mtu anaweza akaja hapa chuoni amesimama kwa sababu labda alikuwa amekaa kwenye uzio, labda nilikuwa kwenye convent nimesimama, mimi ni sister nimesimama. Hiyo ni mfano unachukuliwa, lakini unakaja hapa chuoni, yale yanayokuzunguka, mazingira ambayo hujawahi kuyaishi, unaokutana nayo ukabadilika. Yaani ndivyo ninavyokuzunguka, kama alivyokuwa Sulemani akabadilika, yaani ukasema kumbe huyu ndio yule aliyokuwa yule. Kwa hiyo hata ndio maana watu wakaa ndani, hata ukitoka, yani labda tuseme ni padri, unakaa ndani unasali unafanya. Sasa kuna mazingira mengine nataka kufanya nini usiwe padri kama ulivyo padri. Kwa hiyo na Sulemani vile vile ni kwamba nini, kule kuzungukwa na wale wanawake kulimfanya kwamba nile hekima yake ikawa hivyo kama ilivyokuwa. Nadhani kitu kama hicho. Unachosema ni kweli. Sasa kama angekuwa na hekima iliyo kamili kama Mungu, mazingira yangemwaffect. Alibaki ni mwanadamu dhaifu. Ingawa umepewa vipaji vingi na hekima kubwa kuliko mtu yoyote aliyewahi kuishi, lakini ulibaki mwanadamu. Na mwanadamu anaathirika na mazingira mengi sana yanayotuangusha, si mazingira. Na kwa kweli hilo halipingiki. Kilichomwangusha ni kule kuruhusu kuoa wake wengi na kuwafeva, kuwapendezesha, kufanyia mambo ili waone wanapendwa. Kwa hiyo huyo akisikia hule ni Ishtar, anasema na mimi umemjengea Ishtar ile hekalu la Ishtar, na mimi pia Asheroth naomba unijengee. Na asema hamna shida wewe. Kwa hiyo ndio alikosa mazingira yale. Sasa yayo ya kuwa na wake wengi yalipelekea kufanya makosa, na makosa matokeo yake ndio yakaleta madhara makubwa kwa jamii nzima, kwa sababu watu walivurugika katika imani. Ndio hivyo, ni kweli mazingira, na hata sisi mazingira. Na ukiitwa mtu mwenye hekima ni mtu ambaye anaweza kuona mazingira na kuyatendea haki inavyotakiwa. How do you apply your knowledge or your understanding? Ndio hiyo unaonyesha hekima. Unaweza kuwa kama Paulo anavyosema, ndio hekima. Ya manake unaangalia mazingira, when and how and what nitafanya wakati gani, mahali gani. Mazingira ni important because we remain finite and locative. Manake tuko mahali husika na yale yanatuathiri. Sasa yeye alikosea kwa sababu jamaa alifikiri hata mazingira na yatawala haiwezekani. Akasahau kwamba yeye anaweza kumanage kila kitu, lakini alikuwa amevutwa na wale, akasahau jamii, na alafu akamweka Mungu iko to those idols.
Hapo ndio kosa kubwa sana la Daudi, la Sulemani. Sijui Daudi nampenda sana, ndio maana na ni mkubwa kuliko hata Sulemani. Sulemani kosa lake hata mimi naona lipo pale, ni kule kumweka Mungu sawa na visanamu. He put God Yahweh at par with the idols, na ile tunaita ethnodeity, manake Mungu wa mikabila. Hawa ni kabila vidogo, basi Mungu wao, na sisi tuna Mungu wa Israeli. Wale unaruhusu Mungu muumba wa vyote, sio Mungu, hata sio Mungu wa Sidoni. Amekosea kabisa. There he reduced God, the universal God, the true God, to equality with these idols. Anasema hawa Mungu, sisi tuna Mungu wetu. Kwa hiyo sasa unaleta miungu, unaruhusu miungu. Angekuwa Mkristo ambaye kule imetokea na inatokea, na nimeshaona huyu Mkatoliki anaruhusu, na ndio maana kanisa lina discourage. Naweza kutuputa angalia wazee, sisi tunaongelea hapa kwamba yani ndio kwamba tunapata pension wewe umestaafu, unaelewa? Hajuruhusu economy inabadilika. You think now economically you are okay? Yaani miezi sita nimekuaje? Ndio hiyo kweli, mazingira unatusaidia, unajitolea, Mungu akubariki. Watu wangapi wakifikia standard fulani, yaani sisi ignorant ndio hivi hapo 10 minutes tunashaka what can I do for you, yaani yaani hiyo ndio kawaida. Hata cheo fulani tu, hata wakubwa nyumbani wanaoshakuwa mkubwa unakuta leo, yaani hilo ni tatizo universal. Sasa nadhani kwa huyo ndani mheshimiwa Sulemani, nadhani aliomba tusahau kwamba aliomba kwa kijana, aliomba kwa kijana ndio kidogo akiwa cheo. Baada ya muda unaleta matatizo, kishakuwa umekaa pale kwa muda mrefu na authority na nini, akili inakuwa nyingine. Sasa ndio hiyo tunasema mazingira yanaleta athari zake. Mazingira ya utajiri, ya nguvu, ya power, authority, uwezo, yote yanachangia. Lakini kama unamkumbuka Mungu daima, mbona Daudi alikuwa hivyo? Daudi alikuwa na vyeo, tena alikuwa mkubwa kuliko Sulemani huyu. Daudi ndiye alipigana vita, akaleta makabila yote chini ya miguu yake. He was the first emperor, Israelite emperor. Na hakukengeuka kiasi hicho, isipokuwa na alianguka mara moja tu pale alipoona na mazingira, kwa sababu alikuwa amemaliza vita, akawa kwenye veranda na baski anafurahia hali ya sasa amani, ndio ikaingia ile kitu akashindwa kujizuia, na tena mbaya zaidi akaua yule mhusika. Alikosa hekima pale. Kwa hiyo lakini sasa unaona yule Daudi hakubaki na kosa, alitubu. Hiyo ndio unyenyekevu wa Daudi, ulimkweza mpaka kawa ndio shina na mfano wa wafalme wote. Kwa hiyo
Mara nyingine hivi vyeo vyetu na mapawa tunaopewa kwa waziri mkuu, na sahau hata kwamba ulikuwa unatembea bila viatu. Hiyo ni kosa hekima pia. Tuache. Sasa wamemchinja, atakwenda kujibu huko. Mchinja unachezea wakina Trump huko. Ameua wengi, sio yeye tu. Nasikia ameua majenerali wengi tu, mawaziri. Piga chinja wote. Basi, sasa tuendelee kwa sababu muda naona. Hapa kuna swali linaloendana na mambo haya ya ndoa. Sijui bwana huyu alikuwa na maswali. Anasema tumjibu nini Mkristo ambaye sasa hapa samani ameoa labda ameoa na amefunga ndoa kanisani leo hii na anasema mimi role model wangu ni Sulemani na Daudi. Anasema huku akijitetea kwamba si hapa sikuelewa. Sasa ameandika, unajua ndio sio walimu, soma ndio mpaka akili inavurugika, kwamba sichukui mke wa mtu. Hapana, natafuta fresh kabisa, akimwiga Sulemani. Sasa hii swala nikiliweka katika perspective ni kwamba yeye anaona kwamba anaishi Agano la Kale na sio Agano Jipya, na kwa hiyo mtu huyu sio Mkristo. Usiniambie kitu kingine, manake huyu mtu ambaye anajua kwamba Yesu katika ile antithesis katika sura ya 5 ya Injili ya Mathayo ametuwekea yeye ni nani katika yeye na Suleiman na Musa. Amekuja kusapasi kuongeza yale ambayo Musa alifundisha, amekuja kuyakamilisha. Na kwa hiyo huwezi kurudi nyuma kwenye mambo ya zamani ukaacha yale mapya aliyofundisha. Ndio tunaita antithesis. Nasikia anasema mlisikia Musa au zamani, kwa Kiswahili hapa tunaita hizi ya mafundisho ya Yesu. Katika Yesu amri na manabii wamekamilishwa. Sasa wewe unarudi tena kule ambako ilikuwa pungufu. Huyu anataka kufuata mfano mmoja wake ni sheria au mapokeo pungufu badala ya kufuata yale kamili, na ni kumdharau Yesu. Wao unamweka Yesu sawa na Sulemani. Hapa amesema yuko mkubwa kuliko Sulemani, sio? Akasema hapa kuna mkubwa kuliko Yona, sio? Sasa kwa hiyo anatualika tumsikilize yeye, na leo tumesikia, msikilizeni yeye. Sasa huyu rafiki yako au huyu rafiki ambaye amesema mimi role model wangu ni Sulemani au Daudi, na mimi naenda kuchukua sasa ndio hivyo huyo hata huyo anayeuliza swali, sina maana kwamba ni yeye, kwa sababu anayeuliza swali pengine hata hajaoa na pengine hahitaji kuoa na hataki kuoa, lakini anatoa mfano, nasema hata mimi kwamba wewe unaacha kufuata yule modo ambayo ndio kamilifu, unafuata wewe. Umeshawahi kukuta gari
Hapa kuna magari, sisi tuna magari kadhaa hapo ndani, kama 5 au 6, 7 hapo ndani yamekaa pale. Mengine ni ya zamani. Na tuna gari hapo linaitwa Mazda. Nilipokuwa hapa nikienda kufanya PhD mwaka baadaye kukaa hapa, kabla tulinunua, na nilikuwa mkubwa hapa, tulinunua mwaka 98 liko hapo. Kwa hiyo lina miaka 28 sio 28 28. Huyu ni 26. Kwa hiyo miaka 28 liko hapo. Alafu linakuja gari lilotengenezwa mwaka jana. Wewe utaenda kuchukua lile la Mazda, unawasha alafu unangoja kwanza kama litaitikia. Siku hizi ni button, au hata unasema waka twende, linawasha, linafungua milango lenyewe. Ndio magari ya sasa. Sasa hili la paka unashika gia na kushikilia kwa mikono, yale Leyland ya zamani, linatoka msamu, nalisikia gia zinavyobadilishwa kule. Sasa hayo, na siku hizi malori yenye tani mpaka 60 linaendeshwa kwa elektroniki. Na nimeona kweli, nimeshangaa kweli, gari kubwa huge, kanakuja kasichana kadogo miaka 20, hata mikono ni size hii, inaendesha ile karandinga li, anashika usukani, unaenda wenyewe, na kwa sababu ni electronic, hydraulic, kila kitu. Sasa wewe unaenda kuchukua ile Fiat 616, mimi nafahamu kwa sababu ni mimi wa zamani. Kukata usukani mpaka mnabua mashati. Mzee, unajua mafiat yale wakati wanajenga Arusha, mimi nilikuwa nimemaliza form 6 jenga hiyo convention center, ile international center ya mikutano. Kampuni ilikuwa inajenga la wa Italia, Dangote, kwa jenga pale, na hata kakangu aliyenitangulia alikuwa anafanya kazi pale kama secretary au nani. Kwa hiyo walileta malori yale makubwa, likaribu barabara yote kutoka Tanga mpaka Arusha, yote iliharibika barabara. Walikuja kuweka tena lami upya. Malori yale makubwa, manake 682 Fiat 682 linabeba mpaka tani 80. Very heavy. Na tunalo limoja huku kwenye faroja zetu moja, very heavy. Sasa ukutana lori kama lile, kukata usukani wenyewe, unamwambia kondakta, njoo hapa, nashikia huku, linakata kona. Kwa kweli mimi nimeona mimi. Sasa wewe unaenda kuchagua hilo modeli yako unaacha magari mapya haya ambayo yana uwezo ule ule tena zaidi, na linabeba hata hizo tani 80. Kuna naona Ujerumani lori linabeba tani 500, 500 tons, 1000 tons. Linabeba nuclear kinu tani 21,000. Lina gurudumu hazihesabiki, linaenda malori. Lakini anaendesha kijamaa hivi, hata ukifanya kufia anaanguka. Lakini anaendesha karandinga kama hilo, linabeba tani 21,000. Limechukua nuclear module. Sasa wewe unakwenda kusema mimi nataka hili. Hiyo ni kukosa akili, busara pia. Huyu mtu ambaye anakuambia kwamba anataka kuchukua modeli yake kama wakina Daudi na nini, ni kumkataa Yesu ambaye ni ukamilifu wa sheria na manabii na maandiko. Na ndiye amesema hivi, mmesikia imenenwa hivi, mimi nawaambia hivi. Sasa wanasema hiyo ya kwako hatutaki, tunarudi kwa ile Musa asema jino kwa jino. Uking'oa jino langu na mimi naenda kuchukua koleo unanyoa. Na kweli ndio Waislamu wanafanya, sore kwa hao. Kwa hiyo mimi nakubaliana, wapo watu ambao ni, lakini the reason for that is kiburi, insolence. Mtu asikudai kwamba ana logic. Hapana, ni insolence, ni kiburi. Kama Wayahudi
walivyomkataa Yesu. Hata alipofanya mambo mazuri wakasema Beelzebulu hii. Yaani wameshafunga moyo kwake. They won't accept anything even if they were, hata kama alikuwa amewaponya wao wenyewe hawangemwamini, kwa sababu walishafunga mioyo yao kwake. Na kwa Yesu hakuna tena namna ya kuingia kwake. Na ndio wanamsema ni kosa kwa Roho Mtakatifu. Unafunga moyo wako wote. Hata angefanya nini, hata uwezi kuomba msamaha kwa sababu yeye ni shetani. Utaomba msamaha kwa vipi? Utasamehewana nani sasa kama unamkataa? Kwa hiyo watu hao wanaosema kwamba mimi mfano wangu, modeli yangu ya kuishi ni Sulemani, kwa hiyo hata mimi siende kuchukua walisholewa. Hapana, mimi naenda kuchukua fresh, wawe 6 7 sawa tu. That is a bad example, kwa sababu ni kumkataa Kristo. Sisi wa Kristo tunafuata yule ambaye amekuja kukamilisha sheria. Naweza kusema tu hivyo. Huyo mtu anayesema hivyo ni mtu ambaye amemkataa Kristo. Basi hakuna excuse nyingine. Sasa niendelee kwa swali lingine, maswali mengine kifupi tu. Mmoja ambaye ametuma maswali kadhaa hapa, na namshukuru pia, kutoka katika barua kwa Efeso. Nisome. Anachukua Efeso sura ya 6 aya ya 11 hadi 12. Efeso 6:11 hadi 12. Na nadhani tusome, ningeomba kama mmoja anaweza kusomea kwa Kiswahili hapo. Nikisoma kwa Kiingereza au kwa lugha nyingine za kwa ngumu. Kwa Efeso 6 sura ya 6:11 hadi 12. Vaeni silaha anazowapeni Mungu, mpate kuzipinga mbinu mbaya za Ibilisi. Maana vita vyetu si vita kati yetu na binadamu, bali ni vita dhidi ya jeshi ovu la ulimwengu wa roho. Tunapigana na watawala wakuu na wenye nguvu wanaomiliki ulimwengu huu wa giza. Asante. Anatuambia Paulo kwamba tuvae silaha za vita. Sasa nauliza, nisome sasa alichoandika huyu aliuliza swali. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kupinga hila za shetani. Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Falme na mamlaka zipi? Huyu anazungumzia hii, anasema haya maneno ya Paulo, anayesema tuwe imara katika Bwana na tuwe na nguvu katika uwezo wake. Tuvae silaha za vita, silaha za Mungu, ili tuweze tusimame kutokana na hila za shetani. Na kwa hiyo kwa sababu sio tu kwamba tunapingana na mambo ya roho na mambo ya mwili, yani flesh na damu, bali ni kutokana na principalities, yani mamlaka na nguvu na umetumia na ulimwengu wa giza uliopo, na ulimwengu wa kiroho wa ubaya, na katika makao ya miungu mbinguni. Nimestafsiri kutokana na Kigiriki chenyewe. Lakini sasa hapa nazungumzia, mbona nauliza falme za mamlaka zipi?
hajaelewa kwamba kuna falme mbili. Nisielewi sasa, huyu anazungumzia ni falme na mamlaka zipi? Shetani ana falme wake na ana miliki zake na falme. Ufalme ni kuwa chini ya mamlaka ya kiongozi, ndio ufalme. You rule and you govern. Ukikubali kuwa chini ya mtu fulani, wewe ni uko chini ya mamlaka yake. Wewe sio territory. Hatuna maana ya ardhi, yani territory. Na huyo anachukulia mambo ya upande mmoja tu, kwamba ni tukizungumzia ufalme lazima uwe na kijiografia ya dunia hii. Ufalme ni kuwa ni mamlaka, yani ufalme ni mamlaka. Anaweza kuwa mamlaka ya duniani hapa, ambapo unasema kama hapa kwetu Samia ndio malkia wa hapa, na kama humtii utaona cha mtema kuni. Na Trump ndio mfalme wa ulimwengu huu kwa sasa. Kama unacheza anakusmoke out, anakumaliza ufalme. Lakini kuna ufalme ambao sio wa dunia hii, ambao ni wa kijiografia. Kuna ufalme wa kiroho, tuseme spiritual rule or government or kingdom. Ufalme wa kiroho ni ule wa kiroho, manake unatawaliwa na kiongozi wa kiroho. Shetani ana watu wake wamejiweka chini yake, na kwa hiyo ana ufalme wake na kundi lake. Kuna ufalme wa Kristo, wale ambao wanamfuata Kristo na wanamtii. Kwa hiyo wale wanaomtii shetani ni ufalme wake, ni raia wake, na wanamtii yeye. Kwa hiyo huyo anayezungumzia ni falme zipi? Sio falme za huku duniani, falme za kiroho. Shetani tunaambiwa atakuja na majeshi yake. Majeshi gani? Kuna wale malaika walioanguka ambao ndio wanatuletea matatizo, vurugani. Wanatafuta kila njia sisi tupotoke kama wao na tumuasi Mungu, na wanatuonea vibaya sana kwamba tumekombolewa kwa damu ya Kristo. Mungu mwenyewe amekuja kutushika mkono atuondoe kwenye makucha yao. Wanachukia sana. Lakini sisi tukijiweka chini ya Kristo, hawawezi kufanya kitu. Sasa kwa hiyo kuna falme mbili huku duniani, hata kama hatukatae tu. Kuna ufalme wa giza na ufalme wa mwanga. Sasa ufalme wa giza ni yule wa Ibilisi na watu wake, na sisi tunaweza kuwa na kweli. Nimeshaona mmoja alinishtua sana kwamba mtu anaweza kusema mimi mfalme wangu ni shetani. Nilishangaa sana, but that was it. Manake tena ajabu. Nikamwangalia hivi, sikuona tena kitu cha maana tena. Thank you very much. Nikaondoka zangu sasa. Jamaa amekwambia clearly kwamba my king is the devil. Nikamwangalia, labda nitaona kitu fulani. I couldn't see it. Then nikageuka, nikaelekea upande, nikaondoka zangu, kwa sababu you have no common ground. Ndio hiyo sasa, hizo ni falme za giza. Na kwa hiyo anasema falme zipi? Ni ngazi mbalimbali, ni ngazi mbalimbali katika ufuasi wetu, na principalities na hizi wanazungumza principalities, ilikuwa ni mawazo ya zamani kwamba katika dunia hii kuna ngazi kuelekea mbinguni. Kuna ngazi ile, niwaambia kwamba kuna kitu wanaita pantheons, sio? Nishazungumza hapa, sio? Pantheon ni hekalu la miungu, na katika ile hekalu la miungu ni kama ile hekalu la Babeli, ile mnara wa Babeli lina chepu hiyo. Nishasema hapa, sio? Mnara wa Babeli ule walikuwa najenga iko kwenye Irani huko anakopigana sasa hivi, sio? Hata ameharibu vitu vingapi.
yapo hayo mazigurat naitwa, yana ngazi hivyo, naenda mpaka juu. Sasa yule mkubwa kabisa, Mungu mkubwa kabisa ambaye ni Dagon anakaa pale juu, na wale wadogo miungu katika ngazi. Sasa hiyo image, hiyo picha hiyo inatokeza mara kwa mara kwamba wanapozungumzia mambo ya mbinguni, mambo ya kiroho, wanasema hata kuna miungu iliyoko chini huku, wakina Anait, wakina ACC, wengine wako chini, wanapanda. Kadri unavyoenda juu ndio mamlaka ya miungu mikubwa. Sasa unaanza na kingdoms, principalities and the gods and heavens. Heaven ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, mpaka the Godhead ndio anakaa Zeus, anakaa wakina Dagon, wakina miungu ile ya zamani. Baal ni miungu mikubwa hiyo, the Godhead. Hiyo ndio walikuwa na fikra za namna hiyo, na Biblia haiachi, inatoa hiyo picha. Ukumbuke tumetoka wapi katika imani yetu. Biblia haifuti kila kitu, inatuachia mabaki ya imani za kale, ili na wewe ujue kwamba umepitia hatua gani mpaka umefikia hapa kumtambua Yesu. Ni progress tumefanya. Kwa hiyo katika Biblia kuna mambo yanatuachia mabaki ya kihistoria, ili na wewe ujue kwamba hata Paulo mwenyewe anasema alienda mpaka mbingu ya tatu, sio? Anasema alienda mpaka mbingu ya tatu. Hiyo anasema kwa Galatia, mbingu ya tatu. Kwa hiyo ni ile picha waliokuwa nayo kwamba mbinguni kuna hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, unaenda mpaka unamkuta Mungu Baba amekaa kwenye kile kiti cha enzi. Lakini sivyo, kwa uhakika sivyo, kwa sababu hiyo unaweka picha kana kwamba mbingu ni mahali. Kumbe mbingu ni hali, sio mahali, ni hali. Mbingu ni state and not a location, kwa sababu hapa inaweza kuwa mbinguni hapa. So tunapoweka hivyo ni hali Kwa hiyo sasa hapa anatuambia ni hali mbalimbali mwanadamu anazopitia. Kwa hiyo hapa mbingu hizi, au amesema falme na mamlaka zipi? Ni mamlaka, kwa sababu sio ni spiritual. Kwa sababu tunasema uko chini ya enzi ya nani? Ndio wewe ni mfalme wako ni nani? Kama Baali aliitwa inzi, najua Baali maana yake ni nzi. Sasa kwa hiyo wewe uko chini ya mfalme wa Baali, mfalme wa inzi chafu maana yake. So kwa hiyo ni zile stages alizosema kwa mtu anayepitia katika uongofu au katika purification. Tunaenda hata katika malezi yetu, tunaanza na upostulanti, tunaenda unovisi, anza na ukandidati, tunaenda aspiranti, ukandidati, upostulanti, unovisi, post novitiate, tunakuja kufunga nadhiri. Kwa hiyo hatua mpaka mtu anakuwa amemaliza safari ya malezi naitwa malezi ya mwanzo, inaitwaje? Initial formation, what is the language? Ya malezi ya msingi. Sasa mnakaa kimya hapa na nyinyi mko huko. Malezi ya msingi. Hayo mpaka unakuja kufunga nadhiri, na hata wenye jubilee ni ngazi hizo. Jubilee ya kwanza mpaka wengine hapa tumeshawahi kufanya tu ile golden jubilee. Jubilee ya dhahabu si mchezo. Jubilee ya fedha, ya dhahabu, ya nini? Almasi. Hiyo jubilee almasi ni moja tu nimefanya hapa mara moja. Mimi alikaribia kuonya, mmoja alikaribia afanye ile ya centenary. Yaani kidogo tu akafa siku 2 au 3 kabla. It was mbaya sana. Miaka 100 ya utawa si mchezo. Na hao waliingia akiwa na miaka 18. Kwa hiyo alikuwa na miaka 118, 19. Akafa 17 na miezi. Lakini wako watu wamefanya hivyo. Sasa
Hizo ni ngazi. Kwa hiyo mtu hakihoji manake nini? Ni kujiweka chini ya uongozi wa nani? Ndio mamlaka manake. Wewe unajiweka chini ya uongozi wa nani? Wewe unajiweka chini ya mamlaka ya nani? Wengine ni kama yule aliniambia mimi ni mfuasi wa shetani. Nishtuka sana. Wale ambao wanajifanya pale waliandamana pale Roma. Mimi siku hiyo nisikuenda barabarani, sababu sikutaka kupata matatizo ya kiroho. Mimi nisipotaka kitu basi. Manake walikuwa wanaandamana, they are satanic worshippers. Wale wanaomwabudu shetani waliandamana Roma, tena wanaenda Vatican. Ili yani defiance. Mabendera na mastatu, mabarakoa ya ajabu wanaonyesha kwamba wao ni satanists. Na alafu wiki ile walikuwa wametolea sadaka mtoto mmoja alizaliwa kule Sicilia, ovyo kabisa. Wakamchinja, wakamtolea sadaka, wakajipaka damu yake wanakula. Majitu hayo sasa, what will you do? Those are not under a human lordship or called king or ni spiritual leadership. Kwa hiyo ndio manake ya mamlaka, milki na kadhalika. Tutaachia hapa kwa sababu maswali mengine yatafuata tutakapokutana. Mungu atujalie afya njema, na nawaomba pia tumkumbuke mzee wetu aweze kupata nafuu na kupona haraka. Pia nawashukuru wote ambao wamechangia kwenye ile project yetu. Sijui labda mama anaweza kutupa briefing kidogo, au mwenzangu hayupo yule nasi ametoka, lakini labda tukikamilisha tutaweza kutoa ripoti maalum. Lakini Nova tumesoma habari zake, nasi tukaogopa sana. Kuogopa manake appreciate. Sio? Asante sana kwa moyo wako. Kitu gani? Wewe mtu anatoa shilingi 10,000 anatetemeka. Wewe hujaona watu wachoyo wewe. Yaani kuna mmoja kweli 5,000 tu. Sasa unataka nyingi namna hii aisee, anatetemeka 5,000. Kwa hiyo nasema tu Mungu azidi kuimarisha na kukuzidishia pale ulipotoa. Asanteni sana kwa kuja, na tuombe Mungu azidi kutubariki. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo sasa na siku zote na milele. Amen. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Twendeni na amani ya Kristo. Asanteni.